Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2026, Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa mara nyingine ameweza kugonga vichwa vya habari kutokana na kipande hiki cha video ambacho kinazidi kusambazwa kikionyesha Mheshimiwa Humphrey Polepole bila ubaguzi wote ule wa kidini ameweza kutakia ndugu Waislamu mwezi mtukufu wa Ramadhan, sawia na jinsi gani ambavyo ameweza kuwatakia ndugu wa Kristo kuwa na mfungo mwema katika mwezi huu. Ningependa uweze kutizama kipande hiki cha video cha hali halisi, ila mtazamaji wangu itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. Na mtazamaji wangu, kwa kweli kipande hicho cha video kimeweza kuzua mjadala mzito katika mitandao ya kijamii, ila mtazamaji wangu, kutokana na utafiti ambao nimeweza kufanya katika mitandao hii ya kijamii, bado kipande hicho cha video kinazidi kubainika Mheshimiwa Humphrey Polepole hicho ama maneno hayo aliweza kuyazungumza mwaka 2025 kipindi na wakati ambapo alipoweza kuwa balozi mkuu wa Cuba, na bado aliweza kuwa huko katika taifa alilokuwa kama balozi. Na video hiyo pia aliweza kuizungumza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwaka 2025 na sio 26, ila video hiyo hivi sasa imeweza kusambazwa katika mitandao ya kijamii, maswali mengi yakizidi kuulizwa. Je, video hii Mheshimiwa Humphrey Polepole ameweza kuifanya baada ya uhuru wake ambao Watanzania wengi wanazidi kusubiria baada ya kukamatwa kwake kwa muda mrefu kuanzia zoezi la uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 halikuweza kufanikiwa. Hivyo basi mtazamaji wangu, ukweli wa mambo ni ya kwamba video hiyo inayozidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii ni video kweli Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuhusika kwa njia moja ama nyingine, ila haikuweza kuwa ni video ya mwaka 2026 bali mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, hii hapa yote inazidi kuchangiwa kutokana na kile ambacho Watanzania wengi wanazidi kutarajia hasa kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kutekwa kwake alikoweza kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi, na hakuna yoyote yule anayejua uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Mjadala mzito kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole mapema Oktoba 29 makabla tarehe 29 hicho ndicho chanzo kinachozidi kusababisha video kama hizi na kuzungumziwa kwa Mheshimiwa Humphrey Polepole kila aina iweze kujadiliwa katika mitandao ya kijamii. Sote tunafahamu kwamba Watanzania wengi hawajaweza kufurahia kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, hasa katika matarajio ambayo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania walikuwa wakitarajia kutoka kwa Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kustaafu kama balozi wa Cuba ama kujiuzulu kama balozi wa Cuba. Mtazamaji wangu, hii hapa bado inazidi kuashiria jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa njia moja ama nyingine Watanzania wengi kwa idadi kubwa wangezidi kumhitaji aweze kuwepo ama aweze kupatikana kokote pale alipo. Hii hapa mtazamaji wangu, kwa mara nyingine inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kutoweka kwake umaarufu wake haujaweza kupungua hata kidogo, bali umaarufu wake umeweza kuzidi maradufu. Hii hapa ikiendelea kuashiria jinsi gani ambavyo kwa njia moja ama nyingine Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa ni nguzo kubwa katika jamii na mfano bora katika maelfu na mamilioni ya vijana Gen Z. Hii hapa ndiyo inayozidi kuashiria sababu gani jinsi ambavyo Mheshimiwa Humphrey Polepole siku baada ya siku anazidi kujadiliwa katika mitandao ya kijamii. Na mtazamaji wangu, pia Mheshimiwa Humphrey Polepole iwapo leo hii kwa mara nyingine ataweza kujulikana aliko na pia ataweza kujumuika na mamilioni ya Watanzania hasa wafuasi wake
wanaozidi kumfuatilia na kutafuta habari ya kujua aliko Mheshimiwa Humphrey Polepole. Mtazamaji wangu, itaweza kuwa ni historia kubwa kwa jinsi gani ambavyo umaarufu mkubwa ambao Mheshimiwa Humphrey Polepole ameweza kuongeza baada ya kutekwa ama kutoweka kwake. Na mtazamaji wangu, haya yote tufahamu yanazidi kusababishwa na zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 lililoweza kutokea nchini Tanzania baada ya mgawanyiko ndani ya chama cha CCM, na inabainika ya kwamba hayo yote yaliweza kusababishwa na Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kuonyesha azma yake na nia ya kutosimama kabisa na viongozi walioko madarakani hivi sasa na kuwa miongoni mwa Watanzania waliokuwa wakiomba reforms na mabadiliko kadha wa kadha yaweze kufanyika ili Watanzania wengi na waweze kuwa na uhuru. Na pia kwa njia moja ama nyingine, Mheshimiwa Humphrey Polepole kile alichokuwa kikipendekeza pakubwa katika chama kikuu cha CCM katika nafasi ya kiti cha urais kuweze kuteuliwa kiongozi mwingine na siye aliyeko madarakani hivi sasa, kwani Mheshimiwa Humphrey Polepole ni miongoni mwa wandani waliokuwa katika chama cha CCM na aliweza kufahamu mengi, na hata kile alichoweza kukizungumza hata kabla ya kukamatwa kwake ama kutoweka kwake, ya kwamba kutaweza kuwa na maridhiano baada ya zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, ni kweli tumeweza kushuhudia maridhiano hayo ama mipango ya maridhiano, jambo ambalo Watanzania wengi hawapo tayari, bali wanazidi kuomba Mheshimiwa Humphrey Polepole aweze kupatikana sawia na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu uweze kupatikana kwa njia moja ama nyingine, angalau imani ya idadi kubwa ya Watanzania itaweza kurejea kwa uongozi ulioko madarakani. Utaweza kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo utakuwa ukijaribu kufanikisha baadhi ya mambo walioweza kuyazungumza katika manifesto yao ya uchaguzi wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, pia itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja comment section. Je, video inayozidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii ni wakati mwafaka kwa video hiyo iweze kusambazwa? Ila mimi hapa maoni yangu ni kwamba video hiyo kusambazwa ni sawa kutokana na kile alichoweza kukizungumza Mheshimiwa Humphrey Polepole, na pia kuonyesha jinsi gani ambavyo habagui na wala hana vita vyovyote vile vya kidini, bali ni kiongozi ambaye anazidi kupenda usawa bila ubaguzi wa aina yoyote ile, na pia kuonyesha jinsi gani ambavyo anajali wananchi wa Tanzania. Mtazamaji wangu, ni vema uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.